Nimekwambiaje bila ifishie yako lambi wonga. Kama ulitoa mahali, ni mahali. Mimi sitaiti ni mimi. Mahali ulitoa siku sababu ya kununua. Si ulitoa mahali kwa ajili mimi ni unipate mtu nyumbani nimetemu. Na huko pia mchezo unaendelea, unanunua baba. Nipe 20,000 nikupe show. Basi mwenzako ni 10,000. Haya, kalete. Kalete. Au unayo hapo? Ambaye nitachukua unalifa bai. Nakupa mpenzi wangu weka kalete. Kweli? Kawia. Haya, sawa. Subiri bwana, usinigusi. Vipi tena jamani? Kesho ukimalizia 10,000 ndio nitakupa show. Wewe si nimekwambia 20,000 wewe unakuja kunipa mimi 10,000. Jamani. Usi uzurumati jamani huu. Umeniambia nikupe 20,000, nimeweza 10,000. Mke wangu kweli unanifanyia mimi hivyo? Mwanzo nimekaa bwana, naomba. Kidogo tu mke wangu, kidogo nakuomba, kweli vile kidogo. Uzurumati unajua wewe. Nishakwambia, kesho nenda katafute hela huko Kahenyeke unapoenyekaga upatie 10,000 niletee nikupe show. Tena nitakupa show vizuri sana mume wangu mzuri. Hamna kitu cha bure mjini hapa. Ndio unasusa. Una chini. Sasa baba, kuonesha userious kwamba kweli wewe umekasirika. Yaani hutaki shobo na mimi. Kalale nje. Umesikia? Maana ukilala ndani nitaona bado wewe hauko serious. Ukilala nje nitaona uko serious. Mwana. Nini tena jamani? Mwana, mimi na yeye nataka tuzungumze. Na mazungumzo yetu ya siku ya leo yanaweza kuwa ya mwisho. Kuna tuwezi kuzungumza siku nyingine au maongezi yako? Mpaka tuzungumze sasa hivi asubuhi jamani. Mimi nimechoka bwana, nataka nilale. Bwana, unajua kuna sehemu inafika ama kuna wakati unafika mtu moyo wako unakuwa umechoka. Na sio kwamba inakuwa ni chuki. Hapana. Ila mwili mzima unakuwa umechoka. Macho yanakuwa yamechoka kutizama. Moyo unakuwa umechoka zile hisia. Masikio yanakuwa yamechoka kusikia. Na kichwa kinakuwa kimechoka kufikiria. Na hapa nilipofika mwana, nimechoka. Kwa hiyo nataka kumaanisha nini? Unajua nilivyokuoa nilikuwa nina matumaini makubwa sana na wewe. Nilikuwa nina matumaini makubwa sana na hii ndoa. Lakini kwa hapo uliponifikisha, umenifanya nijione sifai. Umenifanya nijione sina thamani. Mpaka najiuliza, hivi mtu ukiondoka sehemu ambayo unaumia bila kusema ukweli, unakuwa mwana, mimi nimechoka mwana. Mimi nimechoka mwenzio.
Yo. Zeko. Mbona unaonekana kama mtu ambaye haujalala kabisa yani? Vipi, una tatizo gani mpaka na kwa hiyo? Kwanza naomba niwie radhi kwa kauli ambazo nilikutolea. Nilikuvunjia heshima. Na kweli nimekuja kugundua kwamba mficha uchi hazai. Kwa sababu jana nilikuwa karibu na mstari wa uhuru. Uhuru nilikuwa nauona ule pale. Nikwenda kuanza maisha yangu upya. Nikwenda kuanza kila kitu upya. Lakini sijui ni nini, sijui ni tamaa za mwili. Nikashindwa. Unajua Peter, mpaka vitu vingine kuvielezea naona aibu. Lakini nilishindwa. Ndugu yangu, hiyo ndo maana ya kunywa sumu wewe na kutegemea mtu mwingine apate kufa. Kwa nini unakunywa sumu ya mwili hali ya kuwa na kushindwa kutegemea kwamba unauumiza moyo, utakapokuja kuteketea utashindwa kuelewa nafasi yake ipi? Peter, mimi sasa hivi kwanza nakichukia. Najiona mimi ni mdhaifu. Paka inafika sehemu sasa nashindwa kuelewa kwamba ni je sijakoma. Vitu anavyonifanyia naridhika navyo. Kwa sababu nashindwa kuelewa kwamba hata tamaa za mwili sasa zimeshinda hivi vita, lakini bado mimi naendelea kuteseka. Ukitaka kuepuka kwenye mahusiano ambayo yana mizozo, ama ukitaka kujinusuru kwenye mahusiano ambayo yana changamoto, hautakiwi kutumia nguvu zosia mapenzi, ila inabidi utumie nidhamu ya nafsi. Nimefurahi sana penzi lako. Usijali. Siku nyingine nakaribishwa. Na kama unaweza kuongeza unaweza kuongeza tukaendelea na show. Mwana, vitu gani hivi unafanya? Kusi kijana mdogo kabisa huyu mwana. Ndio umeamua kufanya uchafu wako ndani ya nyumba yangu kweli? Hebu toka hapa. Wewe mwanamke, unataka nikufanyie nini wewe? Hebu toka katoe jiraba zako hizo.